Hivyo ndo limeumbwa jua na Mola wetu. Huku kwenye makali huku ndio kumeelekezwa juu, uko ambako kumezibwa ndio kumeelekea chini, kama mnanielewa vizuri. Makali haya na mionzi inapiga juu, halafu ndo ikashuka huku duniani, tukapata kuona haya tunayoyaona, joto kali, jua kali. Halikuelekezwa huku. Lingeelekezwa huku tuliko sisi, wote mmeshajua kungekuwa na balaa gani. Sio hivyo tu, hivi ninavyoongea jua linapigwa mabarafu kila siku, toka linatoka mpaka linazama. Wako malaika wanalipiga na milima ya mabarafu ili kulipunguza makali. Siku hiyo Mola ataligeuzia huku chini tulipo na halipozwi tena. Atatoka mtu majasho mpaka yatafanya suyuli zaili, yatakwenda kama vile mafuriko jasho la mtu, kwa sababu ya ukali wa jua. Hapo sasa mmejua kama panahitajika kivuli. Ikiwa jua la sasa hivi hali ni hii, kivuli tunakitaka. Je, siku hiyo kinahitajika zaidi, lakini kivuli hakuna, vyote vimekwisha. Kivuli anacho Mungu mwenyewe tu subhanahu wa ta'ala, na watu watakaopata hicho kivuli ni 7, hazidi mwingine, ni watu 7. Mmoja kati yao ni rajulun qalbuhu muallaqun bilmasajid, ni yule mtu moyo wake umetungikwa msikitini, yani moyo wake umeshikamana na msikiti. Ma kharaja min almasjidi illa wa yatamanna an yauda fihi au yauda ilayhi, ni yule mtu hatoki msikitini ila anatamani kurudi wapi? Kurudi msikitini. Yeye nyumbani anapokaa pakamfurahisha kuliko popote ni msikitini. Akitoka msikitini anatamani kurudi msikitini. Huyo anasubiri kivuli cha siku ya Kiyama. Si tuna tatizo hapa, tunatamani swala ishe tutoke. Imamu akichelewesha ile swala anawaudhi watu kwa sababu wanataka kutoka. Na utaona ajabu, ikitolewa salamu tu, mwingine kabla salamu ya pili haijaisha vizuri kashafika kwenye viatu vyake tayari, anaokota viatu huyo anakwenda zake. Aina yadhhabu hadha, kwani anakimbilia wapi? Wallahi alazim, utamkuta yuko kijiweni hapo nje kakaa anatia story. Mwingine kawai muda kama huu kuna mechi yao ya bao, na kukimbilia kucheza bao, kucheza karata, kukaa kwenye vijiwe, kusengenya watu. Amekimbia mahala pa usalama, mahala ambapo ukipazoea unangoja kivuli cha Allah siku ya Kiyama, ni msikitini. Hayo ni mafunzo tuliopewa na Mtume Muhammad. Kama msikitini ndio mahala pa maandalizi ya kivuli. Sasa Mwenyezi Mungu amzidishie rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumbukumbu nilionayo, ikiwa kumbukumbu hiyo ni sahihi, tulikoma kwenye aya namba 44. Namba 44 ndo tulipoishia aya ya darasa lililopita. Leo tutaondokea aya namba 45 kwa msaada wake Mola subhanahu wa ta'ala. Na kama mnavyojua, si tunasoma sura ambazo tutapata moja kwa moja mambo ya kwenda kutumia, yani zile sura zilosheheni mambo ya matumizi. Taban ziko suar kwenye Qur'an Karim matumizi yake niwe kuisoma tu ukapata fadhila za kuisoma, yani mule ndani ya sura kuna kuwa hamna amri hata wala katazo hata moja. Sasa unapoisoma unalipwa kwa kule kusoma. Harfu moja ni jema, ukisoma harfu 10 ni mema 10. Likulli harfi min alquran alkarimi hasana, wala aqulu alif lam mim hasana, bal alifu hasana wala wa mimu hasana walamu hasana. Matumizi yatabaki hayo. Wengine na wao wanatumia, anakuwa na kipande cha juzu moja ya Qur'ani au 2,
Matumizi yake ni akipanda kitandani anaweka pembeni ya kitanda, anaweka hapa huku juzu moja na huku, yani amefanya kinga, anazuia vibwengo pale kitandani. Mwingine kaona kutumia ni hivyo. La, matumizi ni kwamba tusome tukapate vya kutumia, ndiyo sura hii. Na kama mmekumbuka tulivyoachana na mambo ya Bani Israeli na uharibifu wao wa pale Palestina, unafahamu, tukaingia kwenye matumizi. Mola akaanza kutuambia wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Hujapata cha kutumia hapo? Huyaoni matumizi hapo? Unajua kumbe hapa natakiwa ni muabudu Mola peke yake, nisimchanganye na kingine. Unatumia thumma madha wa bil walidaini, natakiwa niwafanyie wema wazee wangu. Umepata cha kutumia. Kama ulighafilika baada ya hiyo kuijua, unarudi nyumbani upesi, unakwenda kujipanga kuwafanyia hisani wazazi wawili, unarudi mara moja, umepata cha kutumia. Sio, mnanielewa? Sasa utabaki uulize tu, wema kufanyia wazazi wangu, ndo narudi tena kutumia, ndio nikafanyaje ili niambiwe kwa kufanya hivyo ndo nimewafanyia hisani wazee wawili. Madha afalu, nitende nini? Fakum bihawaijihima qabla almas'ala, kum bihawaijihima hatta qabla an yasalaka, nenda kasimamie haja zao. Wale wazazi si wana haja zao, si wana shida zao, si wana matatizo yao, kuwafanyia wema. Rudi nyumbani, hata kama hawapo nyumbani, wako mikoani, si wako hai, simamia zile haja zao kabla wao hawaja kuomba. Hapana kusubiri mzazi akuombe, la, wewe anza kushughulika naye. Unajua hii ni Idi, au sio? Maana watu wengi muda huu ninapoongea, mawazo yameshahama kwenye ibada, vichwa vimeshahama kwenye funga wala ibada na qiyamul laili. La, sasa hivi vichwani humu kinachopita ni Idi. Watu wanafikiri Idi, nafikira yenyewe kwenye Idi ni pilau na matambara. Yani mtu saizi anafikiria pilau na yale matambara. Unajua matambara ndio watu walovaa saizi hapa. Kwani jambo gani? Si kitambaa tu hichi, yakiwa mengi unahitaji vitambaa, matambara. Kwa kila mtu anasema Idi inakuja, tambara nitapata wapi la mke wangu? Na wengine mnashughulishwa na wake zenu, au sio? Na mke amekuwa mjanja sana. Mke ni mjanja sana, amefanya njama. Yeye hakwambii kama mimi nataka nguo mume wangu. Akwa mume wangu karibia sikukuu ifike, watoto. Yeye anatetea watoto tu. Watoto, Idi imekaribia, watoto. Unaona jirani zetu yule kashanunulia watoto, anakuhesabia majirani, na kila tukikaribia zinazidi kupanda nguo, mume wangu, watoto. Busara, ameshajua mambo mawili, kwamba unapokwenda kununulia watoto naye kapata umo tayari, naye ameingia mule, na pengine kwenda kununua pesa utampa yeye kama. Sasa ukimpa pesa sasa, mimi sijafahamu mambo haya, ameshakuwa tayari. Sasa sio mkeo tu na watoto, una wazee wako, au sio? Baba yako uko alikokaa huko shamba, yeye haijui Idi? Baba yako haijui Idi? Hatamani kupata kijikanzu naye kizuri akasalia Idi baba yako? Hatamani kijimsuli kuvaa mzee wako? Unaye mama kule shamba, mama naye hataki abaya kweli? Abaya anataka huyu mkeo tu. Qala Rasulullah Muhammad, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alayhi la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in. Mtu yoyote atakaye muweka mbele akamtukuza zaidi mkewe kuliko mama yake mzazi, atalaniwa na Mwenyezi Mungu na malaika wote na watu wote wanamlani, anaishi maluni. Usimweke mbele kumhudumia zaidi mke ukamtelekeza mama alokuzaa. Unanifahamu hivyo? Sasa ushughulike na haja za wazazi kabla hawajafungua mdomo. Mwanangu, Idi tena hiyo, mwanangu unatuangaliaje? Bado
bado hujafanya wema hapo, hujafanya wema kwa wazee, kwa sababu na wewe si hawa wazazi walikufanyia wema ambao hata huwezi kuulipa. Walipokuwa wanafanya wema kwako wazazi, uliwaomba? Wewe umezaliwa hujui hata kuongea, au sio? Waliokufanyia mambo kipindi hicho mpaka umepevuka, uliwaomba? Mzazi muda huu, kila mtu hapa anawaza matambara ya mtoto bila mtoto kuomba, au sio? Na vijiviatu sio vituko viko vingi, vituko kidogo. Kila mzazi anawaza hayo kwa mwanawe, na wewe ukiwa mkubwa wafikirie wao kabla hawajakwambia. Ndio ile wabilwalidaini ihsana. Sasa tunatumia sisi mambo hayo, unaambiwa wafanyie ihsani wazee wawili. Ukitoka darasani hapa, hapana kungoja, hapana kusubiri baadaye. Ukishasikia Mola kasema wabilwalidaini, ukitoka hapa unaingia kazini, unakaa, baba anahitaji nini mpaka muda huu? Je, mama yangu muda ndio huu, mama angependa nini? Mama yangu mzima anaumwa, anatibiwaje? Unapata dhiki, na wao walipata dhiki kwa ajili yako, sio? Mnanielewa? Ndio sura hizi za kutumia. Lakini tukisomesha tabati yada, ansaidieni, tabati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahabi wa imraatuhu hammalatal hatabi fi jidiha hablun. Niambie, unaenda kutumiaje? Kwenye hii unatumia vipi? Tusaidiane matumizi ya hapa. Matumizi ya hapa ni yapi? Wanaoweza kutumia matumizi ya tabati yada ni wale ulama walopevuka. Wao wanatumia kila sura, wanajua uchochoro wa matumizi. Sasa utatumiaje? Aniambie mmoja wenu hapa, tabati yada anakwenda kuitumia vipi? Anatumia namna gani? Wasomi wanajua kwamba sura hii ilishuka hii kwa ajili ya kuja kumlaani mtu alovunja heshima ya Bwana biumumi lafdhi la bikhususi sabab. Mazingatio ya maneno ya Mungu ni kwa namna maana ya hayo maneno yalivyoenea, sio kwa kuchunga ile sababu. Aya hii ilishuka kwa sababu ya huyu, basi itamuhusu huyu tu? La, itamuhusu kila atakayefanya kama alivyofanya huyu. Mnanielewa hivyo? Mwanachuoni hapo anatumia, anasema la, kumbe haifai kumvunjia adabu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unaona huyu Abu Lahabi alimvunjia heshima Mtume, unaona alivyolaaniwa. Msomi anaenda kutumia kwamba sasa nijichunge, nilinde heshima ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alokuwa akae darasani atajuaje sasa? Atabaki tu anasoma tabati yada bila, hana tatizo, anapata thawabu. Lakini akatumie vipi? Sio, mnanielewa hivyo? Ni sura tunachukua matumizi tukatumia, na ni marufuku kusikiliza Qur'ani inavyosomwa, inataja amri za Mungu na aliyoyakataza Mungu, halafu ukatoka usiende kutekeleza. Hiyo ni marufuku. Man izdada an yasma'a kalam Allah thumma la yutabbiquhu ma yazdadu min Allah illa bu'da wala fil hayati illa la'na. Anayezidi kusikiliza maneno ya Allah halafu hayatumii, anasikiliza tu basi, yani kama burudani, ameburudika. Naam, Qur'ani inaburudisha, au sio? Kisha hatekelezi. Mungu anasema wacha uongo, Qur'ani imesema hivyo, sio? Akitoka hapo tu nje anakwenda kupiga uongo mwingi sana mtu huyo, na ameshasikia. Huyo haongezekewi kitu kwa Mola ila kuzidi kujitenga, anazidi kukaa mbali na radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwenye maisha yake hakizidi kitu isipokuwa kuzidi kulaaniwa. Ukiwa unasikia maneno ya Mungu hutekelezi, unajua kwako ni bora kuto kusikia kuliko kusikia. Bora wewe hujasikia, lakini unasikia, ukiondoka hutekelezi, hufanyi, wewe unaitwa kafirun ma'nawiyu, yaani ni mpinzani wa kimya kimya. Ndugu wasomaji, hunaka shay'un ismuhu iba'u.
Liko jambo linaitwa al-ibau. Hebu semeni hivyo. Al-ibau maana yake ni kukataa. Iba ni kukataa. Sasa ibau ibaani, kukataa ni namna hizi. Ibaun hisiyu, kuna kukataa wazi wazi. Umeamrishwa ukasema sitaki, na walikuwepo watu hao walipoamrishwa na Mungu wakasema sami'na wa asaina, sisi tumesikia na hatutaki. Wazi wazi, wao hawataki mambo mengi. Sami'na wa asaina, tumesikia na tumekataa wazi wazi. Na kuna ibau maanawi, kuna kukataa kimaana, yani hapa wazi wazi ni kama umekubali, lakini rohoni ni kwamba na wewe hutaki. Nimewahi mimi kutoa mfano hapa, ndugu Waislamu, wale watoto wawili, si mnaukumbuka? Mmoja umemtuma akasema sitaki, mwingine umemtuma akasema sawa baba nitafanya, na yeye kwa maksudi bila dharura, na yeye hajafanya. Nani mtiifu hapa kati ya watoto? Alokutini nani? Kabla ya afadhali, mtiifu nani? Aliyekataa akasema sitaki, na aliyesema nimekubali naye hakufanya bila dharura yote, kwa maksudi. Hawa watoto mtiifu nani? Aliyekataa amekutii? Hapa kuna aliyetii hapa. Jawabu safi ni kwamba hapa kuna mbaya na mbaya zaidi, wote wabaya. Aliyekataa waziwazi mbaya yule, kwani anaruhusiwa kukataa alichotumwa na mzee wake? Muda wa kuwa kasema sitaki, kafanya kheri au ubaya? Kafanya ubaya yule. Na huyu aliyesema nimekubali, kumbe dhamira yake naye hatofanya, huyu naye kafanya kheri ubaya huyu. Wote wawili wabaya, ila kuna mbaya na mbaya zaidi. Mbaya tu ni yule aliyekataa, yule aliyesema sitaki, yule mbaya. Lakini mbaya sana ni huyu alokubali na asifanye. Taarifuna ma aqul lakum, ambaye kasema baba sitaki, huyu ana nafuu sana, sababu alipokukatalia alikupa muda na nafasi ya kutafuta msaada mahala pengine. Unanifahamu sijui? Akikwambia sitaki, si unaachana naye? Sasa unatafuta ule msaada kutoka mahala pengine. Huyu alosema ndio nimekubali, kumbe kimsingi naye hataki, ila amekuficha tu ilo neno sitaki, lakini moyoni hataki. Huyu mbaya, kwa sababu naye kwanza kakataa kama yule wa kwanza, halafu kakuwekea matumaini feki kwamba atafanya. Kwa hiyo kakunyima nafasi ya kutafuta msaada mahala pengine, kakupotezea na wakati. Ikifika muda ulichokitaka hakikufanyika, na pengine tu ule time huwezi tena kupata msaada sehemu nyingine. Sio, mnanielewa? Hapa pana mbaya na mbaya zaidi, hamna mwema hapa. Njoni kwenye imani. Waliosikia Mungu anasema nini, anakataza nini, wakasema sami'na wa asaina. Hao wabaya wema? Kumgomea Mwenyezi Mungu ni wema au ubaya? Na wengine wakasema sami'na wa ata'na, sisi tumesikia na tumekubali Mwenyezi Mungu. Alafu na wao ndo kama hivyo tulivyo sasa hivi, nao hawafanyi. Mola kaamrisha mswali mara 5 kwa siku, kuna waliokataa kabisa, na kuna wanaosema sisi tutaswali, halafu bila dharura yoyote hawaji kuswali. Hawa na wale wa kwanza, mbaya zaidi nani? Msihangaike, rudini kwenye mfano wa watoto tu wale wawili, mfano ni ule ule. Hii ni Ramadhani, wasomaji wenzangu. Waislamu wote ndani ya mwezi huu, kipindi hichi, wamelazimishwa na Mola wao kufanyaje? Na sisi tumefunga, au sio? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamna taarifa kwamba kuna umati wa watu wanakula mchana hapa Dar es Salaam na ni Waislamu hawafungi kabisa, au hamjui hivyo? Kama hamjui, ni kuchukueni, mimi nina gari nitakupelekeni mahala sasa hivi nikwambie watizameni hao. Mimi nilikuwa nasomesha darasa ya Ramadhani muda kama huu, msikiti wa Kiblataini Kariakoo.
na darasa ile inatakiwa mpaka leo, lakini nimelazimika kuwepo hapa kwa maana yangu maalum, niko hapa. Kiblataini ukikaa pale nje saizi inachoma mishkaki kwa wingi. Nendeni mkaone Kariakoo panachoma mishkaki, mnafahamu, na ndizi zile za kuchoma. Wale watu wa kule Kagera, mkoani Kagera, kuna kitu kinaitwa gonja kinaliwa na senene. Jambo tamu hilo. Ni ndizi safi inachomwa kama unavyochoma mahindi, na nielewa hivi, inakuwa nzuri ndizi ile. Na senene mnawajua? Jaradi, wengine hamjui jaradi hapa. Basi mlaji anasikia raha sana. Kuna watu saizi Kariakoo, yuko mama ntilie kashapika wali saizi, alafu kuna mtu kaingia mole naye, kuna kipazia tu kimefungwa huko, uoni ndani, wanapiga watu sembe saizi, na ni Muislamu. Naye amesema mimi nimekubali, Mwenyezi Mungu yupo na mimi ni mja wake, alafu zile amri hataki. Ndo kama hivi, mwema mwovu huyo. Sasa Mwenyezi Mungu atusaidie, atulindie imani zetu inshallah. Sisi tuwemo kwenye kundi gani? Wale walosema tumesikia na tumekubali, halafu tunatekeleza. Sami'na wa ata'na wa namtathilu. Mola, tumesikia, tumekutii, na tunafanyaje? Tunatekeleza. Na Mungu bwana hana nongwa. Mimi nimemjua Mola wetu hana nongwa. Ufanye namna ya kumtii pale juhudi yako inapoishia. Ittaqullaha mastata'tum, yaqulu rabbuna fattaqullaha, mcheni Mungu kiasi cha uwezo wenu. Anayeweza kuswali swala 5 kila siku pamoja na masunna yote afanye hivyo. Anayeweza kuswali swala 5 sunna zimemshinda, au sio? Mastata'tum, kiasi cha uwezo wenu. Haya, Mungu anataka nongwa na mtu hapa? Si tunakataa wenyewe tu sisi. Kwa hiyo msahafu tumepewa na Mungu, tuuelewe, halafu tufanyaje? Twende tukatumia. Namba 35 aya, yaqulu rabbuna wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Mola anasema idha qara'ta alqur'ana, ukisoma Qur'ani. Muhammad, utakapoisoma Qur'ani, si watu wanaisikia inasoma Qur'ani, si watu wanaisikiliza Qur'ani, sio? Lakini kuna watu maalumu ambao Mola anataka waielewe ile Qur'ani. Mwenyezi Mungu kuna watu hataki waelewe kitabu chake, asitufanye Mungu katika wao. Kuna watu Mwenyezi Mungu hataki, wakishasikia hataki waelewe anasema nini, ili akawatie motoni siku ya Kiyama kwa sababu ya ule ukafiri wao. Anasema Mola, idha qara'ta alqur'ana, utakapoisoma Qur'ani, ja'alna, tunajalia, tunaweka, bainaka, kati yako wewe, wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah, kati yako wewe na kati ya watu wasioamini akhira, tunaweka nini? Hijaban mastura, tunaweka pazia lililofungwa. Ikisoma Qur'ani na kuna watu hawaamini kama kiyama kipo, mtasoma mpaka mchoke, hawaelewi neno hata hili hata moja, kwa sababu Mola kaweka baina yao na msomaji hijaba mastura. Hapa ni mahala pa wasiwasi mkubwa sana. Ukiona Qur'ani inasomwa, inaelezwa, inafafanuliwa, kisha wewe huelewi, kila ikifafanuliwa hufahamu, huelewi, uanze kupata mashaka, uanze kupata wasiwasi mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu wasioamini kiyama, ikisoma Qur'ani, Mungu anaweka baina ya msomaji na wale wasioamini kiyama, anaweka pazia, anaziba ili wale wasielewe. Sasa tuwe na mashaka sana kama hatuelewi Qur'ani. Mashaka gani? Tupime, tunaamini sisi akhera au hatuamini? Hatuamini, tunaamini. Ikiwa hatuamini,
hapa kufahamu Qur'ani haiwezekani, kwa sababu Mungu ameweka pazia baina ya msomaji na baina ya wale wasioamini akhera. Kaweka pazia, msahafu usifahamike. Mnanielewa? Ukienda kwenye aya nyingine, Mola anasema saasrif an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqi, ntawageuza an ayati, waepukane na kuzielewa aya zangu, alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqi, wale watu wenye kiburi kwenye hii dunia bila ya haki. Yatakabbaruna fil ardi bighairi, ntazigeuza aya zangu ziepukane na kueleweka na watu wanaofanya kibri hapa ardhini bila ya haki. Umeona sasa, watu walio na kiburi ardhini, Mungu anazigeuza aya zake ziepukane na hawa wenye kiburi kuzielewa. Na nifahamu hivyo, ukiwa na kibri hapa ardhini kamwe hutofahamu Qur'ani nasemaje. Mungu hataki aya zake zieleweke na wenye kibri. Mmenifahamu hivyo? Na pili, hataki aya zake zieleweke na watu wasioamini kitu gani? Wasioamini akhera. Tumefahamiana hivyo? Hijaban mastura. Hijaban mastura ndio mafuuli wa pili, kwa sababu fiili ni jaala, na jaala tunajua na taadia mafuuli na taadia mafuuli wawili, min al-af'ali allati tataadda ila mafuulaini. Ukisema jaala, ukisema alima, ukisema takhadha na ndugu zao, inabidi uweke mafuuli wawili. Mafuuli wa kwanza hapa ni dharfu, jaalna bainaka, baina ni dharfu, bainaka na baina ya pili ni maatufu wa baina ya kwanza. Baina ziko mbili, bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah. Hawa watu wasoamini akhira, hawa ndio mafuulu awwal. Hijaban mastura ndo mafuulu thani. Kwa mafuuli wa kwanza muanze kwenye zile baina mbili, halafu hijaban mastura ndo mafuuli wa pili. Baba, nimekuacha tuko pamoja sawa sawa. Si hivyo tu, wajaalna ala qulubihim akinna, na tumeweka kwenye nyoyo zao akinna, bimaana ghitaa, vizibo. Tumeweka kiziwizi ndani ya moyo wa mtu asiyeamini akhera. Mola kaweka akinnatan, kiziwizi, kizibo. Moyo wake umezibwa, asielewe kabisa Mola anazungumza na anamaanisha nini. Na nifahamu hivyo akinna. Basi ni moyo tu tumeweka kizibo, an yafqahuhu, yani alla yafqahuhu. Hapa kuna mambo ya hadhu, kuna hadhafati hapa, atanazul almaanawi. Usiseme jaalna ala qulubihim akinna, tumeweka kwenye nyoyo zao kizibo, kifuniko, an yafqahuhu, ili waielewe Qur'ani. La, nyuma ya neno yafqahu kuna la nahia, kuna la nafia, na takdiri ya maneno an la yafqahuhu, ili wasielewe. Mfano wake ni upi mnaojua mara moja? Ni saum. Mola kasema faman kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kisha akasema wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu taamu miskin, na ni jukumu la wale ambao yutiquna. Itaka maana yake ni kuweza, ataka yutiqu itaqatan maana yake ni kuweza. Ni kama Mola anasema na ni jukumu la wale wanaoweza kufunga watoe fidia kulisha maskini. Wanaoweza kufunga kama sisi, ni jukumu letu kutoa fidia kumlisha nani? Maskini. Ukifasiri hivyo ushakosea. Mungu hakusudii hivyo.
Hapa kabla ya neno yutiku kuna la nafia inayokadiriwa. Maneno yawe hivi: wa ala alladhina la yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, ni jukumu la wale wasioweza kufunga, imma likibari au limaradhin la yurja buruhu. Hawawezi kufunga kwa uzee, utu uzima umemfika mtu, na mtu mzima akizidi kuwa mzee sana anakuwa kama mtoto mdogo, au sio? Kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kushinda na njaa kutwa nzima? Hawezi. Na akizeeka sana mtu anafika hiyo hali, hawezi kukaa na njaa. Sasa hawezi kufunga kwa uzee au kwa maradhi yasiyotarajiwa kupona. Husemi hayaponi, sio? Kwa sababu kila maradhi yana dawa. Bwana Mtume Muhammad amesema kila maradhi hapa duniani yana dawa. Sasa kuumwa na kupona ni utendaji kazi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kuumwa kwa kiwango chochote sio kufa. Kuumwa kwa level yoyote ile sio kufa. Na kutumia dawa kwa kiwango chochote kile sio kupona. Kuumwa na kupona ni utendaji kazi wa nani? Wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ingelikuwa kuumwa ndiyo kufa, hapa saizi asingekuwepo mtu hata mmoja, au sio? Anisaidieni, nani hajawahi kuumwa? Yanatoka kazaliwa hajaumwa mpaka leo. Yuko mtu huyo hapa? Tushaumwa sote. Mbona hatujafa? Ni kujua kama kuumwa sio nini, na kupewa matibabu sio kupona. Hiyo ni sababu tu. Mponeshaji yupo mwenyewe, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kuponesha watu. Mnanielewa hivyo? Ni utendaji kazi wake. Allah yafqahu, ili wasielewe Qur'ani. Wa fi adhanihim waqra, na kwenye masikio yao pia kuna kizibo, kuna kifuniko. Yani watu hawa nyoyo zimefunikwa na masikio yamezibwa. Unanielewa? Unaweza ukapata tabu, watu wamezibwa masikio, mbona yako wazi? Hao wasioelewa Qur'ani hao, kwa kuto kukiamini kiyama na kwa sababu ya kufanya kibri ardhini bila ya haki, nyoni kwao kuna vifuniko akina, na masikioni kuna vizibo. Si unawaona watu unakutana nao masikio hayajazibwa, au sio? Ndugu Waislamu, sikio linalofanya ukasikia sio hili shahmatul udhni, sio hili. Ili mtu anaweza akawa nalo na hasikii. Hamjaona? Si kuna watu mnaita viziwi? Swama, sio swama, ni viziwi, lakini hili halipo. Kwani hili tundu linakuwa limezibwa? Halipo. Kinachosikia ni kitu maalum kiko huko ndani. Kuna utumishi, kuna system kaweka Mola huko ndani, ndio inafanya wewe ukafanyaje. Sio hili Mungu kaliweka kwa kazi chungu mzima. Kazi yake nyingine ni kuzuia upepo usivume ukaingia humo ndani, unaweza sikio likapasuka, au sio? Linazuia upepo kuingia. Lakini kazi yake nyingine ni kupendeza. Binadamu hivi alivyoumbwa ndio kapendeza. Unaonaje ingekatwa haya ukawa kama nyoka vile? Kama nyoka. Sasa ingekuwa tabu sana. Hii imewekwa upendeze na unafaa ushukuru, au sio? Babu, ungekuwa una wewe na umri huu saizi ungekuwaje? Na kila ukiwa mzee unatisha zaidi kama haya hayapo. Kwa hiyo kwenye nyoyo zao kuna vifuniko na kwenye masikio kuna vizibo. Huko ndani amefanya Mola wasielewe Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuamini siku ya mwisho, kwa sababu ya kutokuamini akhera. Na nifahamu kwa nini Mwenyezi Mungu ameita kiyama ni siku ya mwisho, akhira siku ya mwisho. Kwa sababu gani? Naam, kwa sababu hakuna siku baada yake. Lal yaum baadahu, yani baada ya siku hiyo hakuna siku nyingine. Ndugu Muislamu, wewe leo unaijua siku ukasema hii ni siku kwa kupishana usiku na mchana. Usiku ukishaingia unasema siku imekwisha. Kesho jua likichomoza kwa maandishi ya wazungu
imekuja siku mpya kuanzia sasa usiku, au sio? Kwa maandishi yetu sisi Waislamu, siku inakwisha saa ngapi? Magharibi. Magharibi jua likizama, intahal yaum, siku imekwisha. Sasa kama magharibi hamna, jua halizami kabisa, utajuaje siku imekwisha? Yani Mola akiamua iwe mchana milele, utajuaje leo siku ya kwanza? Umwambie mtu ana njoo baada ya siku 3, bwana si unanidai, njoo baada ya wiki. Ataijuaje wiki na jua halizami? Si mnanifahamu? Kaifa satarifu al-yawma ma bakai shamsi sarmada, jua limekaa milele, utajuaje siku imekwisha? Ndio tunavyojua siku. Na hii kugeuka usiku na mchana, Mola katuambia kwenye aya hii, sura hii, litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adada sinina wal hisab, ili mjue misiku zinakwendaje. Ndio jua na mjue mwezi vinapishana usiku na mchana. Sasa siku hiyo ya kiyama ni siku ya mwisho, kwa sababu hakuna siku tena. Wewe ili ujue leo siku imegeuka, si jua lizame, jua litakunjwa kunjwa. Mola atalikunja kunja jua alitupe anakotaka. Anasema idha shamsu kuwirat, jua litakunjwa kabisa. Jua ni jambo kubwa kuliko hii dunia. Hii dunia ukubwa wake msifananishe na ukubwa wa nini? Wa jua. Jua kubwa zaidi kuliko dunia. Mungu atalikunja jua. Haya, jua hamna. Unafahamu? Mwezi utachanwa. Mola anasema iktarabati saatu wanshaqqa alqamaru, na mwezi utachanwa. Haya, hakuna jua hakuna mwezi, itakuwaje sasa? Utajuaje sasa saa ngapi? Kwa hiyo ikaitwa siku ya mwisho. Akhera kutakuwa na makadirio. Maisha ya akhera ni makadirio ya siku za duniani. Utaambiwa bana, ukakaa akhera siku 6. Siku 6 kwa makadirio ya siku za duniani ndio siku ngapi? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna. Mola anasema siku moja tu uko kwa Mola wako, yani siku moja ya akhera ni sawa miaka 1000 ya huku duniani. Ukiishi akhera siku ya huko ni sawa na mtu kaishi dunia hii miaka 1000. Siku 6 ni miaka 6000 ya huko akhera. Siku 6 tu ni kama kusema wiki moja ya akhera ndio miaka 6000. Unasikia? Hasemi hivi inna yawman 'inda rabbika alfa sana mimma ta'uduna. Hasemi Mola siku moja ya akhera ndio miaka 1000 ya dunia. Kuna tashbihi pale, ka alfi sana ni kama, unasikia? Ni kama miaka 1000 kwa duniani. Halafu nini anasema katika suratu Al-Ma'arij, ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Al-yawm inda al-akhirah, hunaka fi al-akhirah yuqaddaru bi ayami ad-dunya bi 50,000 sana, sawa na miaka 50,000. Miaka 1000. Unaona, ni makadirio. Zile siku unazojua wewe, ile siku ya kiyama ndio siku ya mwisho. Ndio akasema yaumul akhir. Na nielewa hivyo? Yaumul akhir. Kuna mahala tumesoma na nyinyi tutakusomeeni, mtu wa peponi atakuwa anajua sasa ni mchana na sasa ni usiku, wakati hakuna jua wala hakuna mwezi. Atajuaje? Peponi kwenye milango na madirisha ya pepo kuna hujubu wada Allahu subhanahu wa ta'ala fi abwabil jannati wa nawafidhiha, wada alhujuba. Mola kaweka mapazia, alhujuba nurania, mapazia ya nuru, sio mapazia ya kwenda kununua mtaa Kongo ni mapazia ya nuru yamewekwa milangoni na madirisha. Ikiwa muda huu ndo unaingia usiku, ukiwa peponi, usiku ambao jua kule hakuna kiza, sio? Kwa jua hamna. Unajuaje? Yale mapazia yanajifunga yenyewe, yanajifunga mpaka yanakuwa yameziba madirisha yote. Unajua sasa umefika usiku.
Kukicha asubuhi, tanfatihul hujubu, yale mapazia yanajifungua menyewe. Mmenielewa hivyo? Baadhi yenu mmekwisha kwenda Madina, al-Madinatul Munawwara, nawwaraha Allahu bi nuril habib. Kule Madina kwenye mji wa Bwana Mtume Muhammad, hivi ninavyoongea, ukifika msikitini pale Madina, kwenye uwanja ule wa msikiti wa Bwana Mtume kuna miamvuli. Kuna mwamvuli mmoja, miwili tu hapa, haienei hapa pote upana huu miamvuli. Ile miamvuli ikifika jioni, jua linazama, ile miamvuli inajikunja yenye. Muulize mtu yote aliyokwenda Madina, inajikunja yenyewe. Asubuhi kuna kucha, jua likianza kutoka, inajifungua yenyewe, inajifungua. Unanielewa? Ile miamvuli inajifungua yenyewe. Usiseme ndo kama ile mapazia ya peponi, la. Hii katengeneza mzungu. Hii miamvuli ya Madina katengeneza mtu, katega mipango na ufundi na utaalamu. Wallahi, asubuhi tu miamvuli hiyo inapendeza sana, wanakusanyika watu, wanapiga picha, mandhari inakuwa nzuri sana. Miamvuli yenyewe mingi, miamvuli zaidi ya 200 na ngapi miamvuli. Inajikunjua vizuri, halafu inakaa imekunjuka safi, kuzuia jua, watu wasipate jua. Ikifika magharibi, hiyo inajikunja yenyewe, raha kabisa. Madina. Alikuwa ajenda Madina, Mungu amsaidie aende Madina. Unapata raha. Na mimi naona kwa namna nilivyotembea kwenye hii dunia, sijawahi kuona mji una ladha kama Madina. Ukifika Madina unapata raha. Mmoja ya raha za Madina ni ukarimu bwana. Watu Madina waweza ukaishi huna hata 100. Saizi ukifika Madina huna hata pesa, uhakikishe utafuturu, na utafuturu vizuri. Wako matajiri wanakuja, wanatandika majamvi msikitini, watu wanajipanga, vyakula vinakuja. Sasa nawe si umo mule, nawe si nawe umekaa pale pale, unasema bismillah, tayari mambo. Usiku wakati wa qiyamul laili wanagawa daku, unaweza kupata kikontena vizuri, ndani kina kuku. Kuna kuku mule na chipsi, kwa wapenda chipsi pale, unaona kuku. Sasa pengine huku kwako hujawahi kufuturu daku la kuku hata siku moja na chipsi. Nenda Madina ukamzuru Mtume Muhammad, utapiga daku hata 100 una. Na mimi ndo shuhuda. Mimi nishaftari mara nyingi sana msikitini mule. Pesa yangu ninayo, lakini iftari ile ananikirimu Bwana Mtume. Niko nyumbani kwa Mtume huko, napata iftari ya Mtume Madina. Napiga iftari safi mule na chai na kahawa, unasikia, na mikate kabisa. Unapata na maziwa, halibe, una raha kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni Madina. La kwanza ukarimu. Hapa Buguruni na Dar es Salaam hivi ninavyoongea, ukiwa huna pesa leo utafuturu maji. Au hamjanifahamu? Ukiamka huna hata 100, humpati mtu hata mmoja, bwana sikiliza twende nyumbani kwangu. Siku hizi kuitwa hamna. Nilisema hapa hivi, mimi kwa umri wangu mimi, huko nilikozaliwa mpaka nimeondoka nilikozaliwa, nikaanza kuzurura na hii dunia, kutafuta na Mungu. Kwetu mpaka naondoka kulikuwa hakuna nyumba hata moja ya Waislamu wanaofuturu ndani. Ndani watu hawafuturu. Ulizeni wazee, zama hizo ni kufuturu nje. Inawekwa mikeka nje, na wengine wanaungana familia za huu mtaa. Kuna futari inatoka nyumba hii, nyingine inatoka nyumba hii, inaletwa pale na imewekwa nje, kwa sababu mpita njia akipita naye ana haki ya kuja kukaa hapa. Na kama mzito ataitwa, bwana tafadhali njoo ukae bwana. Hayo nimeyashuhudia kwa macho. Siku hizi nyinyi watu wote nyinyi mlokaa hapa mnafuturu ndani, biduni sitna, ndani kabisa. Na mwingine kazidi, sio ndani hapa sebleni, chumbani. Anakaa chumbani hapo, Muislamu huyo, yani amekaba mpaka penati chumbani. Mimi mpira siujui, lakini nasikia liko jambo linaitwa penati. Muislamu hafanyi hivyo. Muislamu anafuturu nje.
nafuturu nje. Sasa ukiwa huna pesa hapa Dar es Salaam, wewe shukuru, tutafuta maji kabisa mapema uwe nayo mfukoni, usi Allahu akbar Allahu akbar, tayari maji yako unakunywa, sema alhamdulillah, kakukirimu Mungu maji, au sio? Hupewi hata tende humu msikitini. Yani kuna mtu ana vitende vyake kanunua 5 6 mfukoni humu, unazena atageuka bana, tende kidogo hizi, anaangalia huko ili wewe asikuone hapa. Lakini ukiwa Madina kwa bwana Mtume Muhammad, wallahi ladhimu, utaftari msikitini mule wala huna miai, na maji ya kunywa utagaiwa, chupa za maji pia unapewa, na huenda ukawa maji yenyewe unakunywa maji ya Zamzam, taftari Zamzam. Na ukiwa Maka ndo hayo ndo hayo. Moja ya mambo ya Madina ni hayo. Alafu jambo la pili, Madina, mji wa Madina umepangwa. Ile minara ya msikiti wa bwana Mtume, ile minara amekatazwa mtu yoyote kujenga gorofa lake Madina likapita urefu minara ya msikiti wa bwana Mtume, mamnua. Kwa minara ile ndio ya kwanza, ukiingia Madina unaona minara ya msikiti wa bwana Mtume, cha kwanza ni hicho. Magorofa yamelazimika kuwa sawa, yani unaweza kuona mtaa kama huu, magorofa ya mtaa yote kimo sawa, unaona yanapendeza, pendeza sana. Ni Madina. Mungu atubarikie, twende Madina na tukafe Madina, tukafe Madina, tukazikwe Bakii, au sio baba? Tukazikwe Madina. Siku tukienda Madina, mimi na wewe naomba Mungu usirudi ukafie kule kule Madina, au vipi? Madina. Imani, Mungu atupe imani inshallah. Wale nilowaambia, jamani, Mtume anashauri mtu bora afe Madina azikwe hapa Bakii, atakuwa kashafaulu. Nikawaeleza tuko kule kule Madina, alafu nikawaambia tuko tayari jamani, tufie hapa Madina, tuzikwe Madina. Yule mzee akasema vipi? Baba, mimi niko tayari kufa na nizikwe hapa Madina, lakini sio leo, isiwe mwaka huu. Kufa ni Madina sawa, lakini sio mwaka huu. Nikajua sio kweli, huyu hataki kufa. Allahil azim. Wa idha dhakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu, utakapomtaja Mola wako ndani ya Qur'ani, ukamtaja peke yake. Idha dhakarta rabbaka fil Qur'an, utakapomtaja Mola wako ndani ya Qur'ani, wahdahu hala kaunihi munfarida, ukamtaja peke yake. Wallau ala adbarihim nufura, hupa nyongo, hugeuka wale makafiri wakarudi nyuma ya migongo yao hali ya kuwa wanakimbia. Wale makafiri akitajwa Mungu humu msafuni, bas wallau, yani a'radu, hupa nyongo wakageuka. Wanakimbia nini? Wanakimbia kutajwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Nufura, wanakwenda zao mbio. Nahnu a'lamu bima yasma'un, nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaika, sisi ndio tunajua wanachokisikiliza wakati ule wanapokusikiliza. Nahnu a'lamu, sisi tunajua zaidi. Anosema sisi, mmemjua ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, asema sisi tunajua. Kwani wako wangapi? Mwenyezi Mungu wako wangapi? Si yuko peke yake? Anasema sisi tunajua. Sisi ni utukufu wake, ni utukufu. Mwenyezi Mungu anatumia dhamiri ya wengi wakati yuko peke yake, inaitwa dhamirul azama, dhamirul azamati, dhamirul mutakallimi wa ma'ahu ghayruhu au limu'adhimi nafsahu wa huna ta'dhimu linnafsi. Hapa Mungu anajitukuza. Anatukuza nini? Yeye ni mmoja tu, lakini ana uwezo kuliko wote, kuliko hao wengi. Ukimtoa Mungu mmoja wa viumbe, si ndio wengi? Si viumbe si ndio wengi? Yeye yuko peke yake tu. Lakini ukija upande wa elimu, yeye ana elimu kupita viumbe wote hao wengi, au sio? Ukija kwenye nguvu, ana nguvu kuliko wote wengi.
Ukija kwenye uwezo, alqudra, ana uwezo kuliko wote Mola subhanahu wa ta'ala. Basi kwa kuwa nyinyi wengi mmepitwa naye, ina maana yeye mmoja kuliko nyinyi wengi, yani yeye Mungu mmoja kushinda wengi, ndio adhama, ndio adhama. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih, sisi tunajua kile ambacho wanasikiliza kwacho. Idh yastami'una ilaika, wakati ule wanapokusikiliza. Wa idhhum najwa, na wakati ule wanapokaa faragha kuteta. Idhhum najwa, wakati wanaponong'ona, wana siri yao wanateta. Tunajua wanaposikiliza, tunajua wanafikiza nini, na wakiwa faragha wanateta mambo yao, tunajua hicho wanachoteta. Wanateta nini? Idh yaqulu dhalimun, wakati wanaposema madhalimu, in tattabi'una illa rajulan mashura, nyinyi hakuna mnayemfuata isipokuwa ni mtu mashura, aliyerogwa, alofanyiwa uchawi. Tasabiuna rajul alladhi saharahu an-nas, mnamsikiliza mtu karogwa na watu. Huwa majdhubun fi aqli, amechanganyikiwa, karogwa, haelewi anachosema. In tattabi'una illa rajulan mashura, mnamfuata mtu ambaye kwamba kafanyiwa uchawi na wala hajitambui. Mola anasema undhur, tazama, kaifa dharabu lakal amthal, namna ambavyo wamekupigia mifano. Angalia Muhammad, jinsi walivyokupigia mifano. Fadhallu, wakapotea. Fala yastati'una sabila, hawawezi tena kuipata njia ya sawa. Wamepiga mifano. Faqala ba'dhuhum kahinun, wakala ba'dhuhum sha'irun, wakala ba'dhuhum majnunun, au sio? Wamesema watu Muhammad ni majununi, na huku wanajua si mwenda wazimu, bali wanamjua kama ni sadiqul amin, si mwenda wazimu. Kwa hiyo kumwita mwenda wazimu ni kama kumfananisha tu, huyu ni kama mwenda wazimu, kwa kuwa anasema tusolipenda kal majununi, au sio? Dharabu lakal amthal. Wengine wanasema la, hadha sahir, ni mchawi. Wa hum la ya'lamuna ayya shay'in min as-sihr, la ya'lamuna ayya shay'in min as-sihr, wanasema mchawi, lakini uchawi wenyewe wala hawaujui. Hata mitaani huko utasikia wasema watu, bwana sikiliza, hata yule bwana mchawi yule. Wewe unaosema huyo bwana ni mchawi, uchawi unaujua ni kitu gani? Uchawi unaujua kweli? Hebu njoo uwaoneshe watu wajue nao uchawi ni huwa, au sio? Basi ikatokea istimbati moja kwamba ukimwona mtu anakuita wewe mchawi, ujue naye mchawi mwenzio. Idha qala laka qailun anta sahir fahuwa sahirun mithluk, naye mchawi kama wewe. Kama si mchawi alikujuaje? Mnakutana pamoja kwenye mibuyu huko, ndio maana akakujua na huyu mwenzangu mchawi. Mimi naamini, sina hakika, lakini naamini humu msikitini tulipokaa sasa hivi hakuna hata mtu mmoja anajua uchawi ni kitu gani. Naamini hivyo, Allahumma. Au na humu wamo? Mimi naona watu hawajui uchawi humu. Au nimekosea baba? Elimu ya ghaibu. Mzee anasema ni elimu ya ghaibu. Mmemwelewa? Maana yake ni elimu ya siri. Siri hiyo mnaijua? Au baba unaijua? Amesema haijui. Watu wengi hutuhumiwa wachawi, na wale wanaotuhumu wala hawajui uchawi ni kitu gani, sio? Kupata madhambi ya bure tu. Mwenyezi Mungu atustiri sote inshallah. Undhur kaifa darabu lakal amthala, tazama namna walivyokupigia mifano. Fadhallu, wakapotea. Fala yastati'una sabila, hawawezi kuongoka njia. Wataongokaje sasa wakati Mwenyezi Mungu nyoyo zao kaziziba? Kuna akina na umu kwenye masikio yao kuna wakara, au sio? Sasa wataongokaje njia? Waqalu, na walisema,
aidha kunna idhama, je tutakapokuwa mifupa, warufata na vumbi, tukiwa mifupa na mavumbi, ainna lamabuuthuna khalqan jadida, je sisi tutafufuliwa tena kwa umbo jipya? Wale makafiri, sio? Aidha kunna idhama, tutakapokuwa mifupa. Ndugu wasomaji, si mnajua akizikwa mtu mule kaburini si anaoza, na mwisho nyama zote zinatoka, anabaki mifupa tu, skeleton, au sio? Baada ya kama wiki moja na nusu, yule mwanadamu mule kaburini anaanza kuliwa na wadudu, wanazaliwa funza. Na Sayyidina Ali bin Abi Talib karrama Allahu wajha, alipozuru makaburini akasalimiana na watu waliozikwa makaburini na akawahutubia, akawaambia, ya ahla alqubur inna buyutakum sakanaha ghayrukum wa amwalakum warithaha ghayrukum wa azwajakum tazawwajna bighayrikum, hadha huwa alkhabaru alladhi indana faba alkhabaru alladhi indakum. Sayyidina Ali bin Abi Talib baada ya kuwahutubia watu pale makaburini, kuwasalimia, akawaambia, sikilizeni, nyumba zenu mlizozijenga huku duniani wanakaa watu wengine, au sivyo? Akifa mtu nyumba anakaa, si wanakaa wengine? Na leo hivi ninavyoongea hapa, wengi wetu tunakaa kwenye majumba ambayo hatukuyajenga sisi, walioyajenga wako akhera, au sio? Buyutakum sakanaha ghairukum, nyumba zenu wanakaa watu wengine. Wa amwalakum warithaha ghairukum, na mali zenu wamezirithi wengine, wanatumia wengine. Wa azwajakum, na wake zenu, allati ahbabtumuhunna hubban jamma, wake zenu mliowapenda sana, tazawwajna bighairikum, wameolewa na watu wengine. Hadha huwa alkhabaru alladhi indana, hii ndio taarifa yetu sisi. Huku duniani tuna habari hiyo, nyumba zenu wanakaa wengine, mali zenu zimerithiwa na wengine, na wake zenu wameolewa na watu wengine, ndiyo taarifa yetu. Famal khabaru alladhi indakum, na nyie tupeni habari, uko vipi na nyie huko? Sisi habari ni hiyo, tupeni na nyie habari zenu huko makaburini. Walioambatana na Sayyidina Ali wakamwambia, ya Aliyu atukhatibu almauta, Ali unaongea na waliokufa, unasemesha makaburi. Famadha tatma'u an yujibuka, unataraji watakujibu nini? Qala Aliyu, lau arada Allahu an yujibuni biaswatihim an-nadiya, lau Mungu angetaka hawa watu wanijibu kwa sauti ya juu na nyie msikie, laqalu, wangesema hivi, kad istawa alkullu, kad istawa alkullu, huku wote tumelingana, huku tuko sawa. Hakimun wa mahkumun sawa, huku hakimu na walokuwa wanahukumiwa duko duniani wote sawa. Hakimu na mhukumiwa sawa. Khadimun wa makhdumun sawa, mtumishi na mtumikiwa huku wote sawa. Malikun wa mamlukun sawa, mtumwa na bwana wa mtumwa huku wote tuko sawa, huku tunalingana wote. Walaisa ahadun alladhi tastahi minhu didan, nilikuwa napataka hapa, walaisa ahadu minna alladhi tastahi minhu didanu, huku tulipo hakuna hata mtu mmoja ambaye funza wanamuonea aibu. Huku chini kuna funza wanatafuna watu, hakuna mmoja anayeonewa haya na funza. Funza wanatafuna watu bila kujali nani, wote wanaliwa na funza, wote sawa. Taibu, mtu akizikwa baada ya masiku kadhaa, mwili unaanza kuliwa na nani? Unaliwa na wafunza, wadudu. Watu wote tutaliwaliwa na wadudu. Nyama zitakwisha zote, zikisha nyama kuna baki nini? Mifupa. Baada ya mifupa nayo inachakaa, inakuwa idhamun balia, mifupa inachakaa yote, inageuka udongo yote. Kuna baki nini kaburini? Zinabaki kucha.
Hizi kucha zinachukua miaka 40 kuoza hizi kucha. Makaburi mengi ukichimba utakuta kucha zimo, zinakaa mpaka miaka 40. Kitu cha pili utakuta nini? Utakuta nywele za mtu haziozi mpaka miaka 80. Kachimbeni makaburi mengi mtakuta nini? Nywele zimo mpaka miaka 80. Nyama zimeshaliwa na funza na mifupa ishakuwa udongo, sio? Nywele na kucha. Kutabaki nini? Kitabaki kitu kinaitwa ajbu dhanab. Hebu semeni ajbu dhanab. Ajbu dhanab. Hichi kitu hakiozi mpaka siku ya Kiyama. Hichi kinaishi milele kaburini, iwe kitakavyokuwa, jua, mvua, hakiozi. Ajbu dhanab. Ndio nini kitu hichi? Ni kifupa kimekaa kama kigoroli. Ni kifupa kipo kama kigoroli kuumbwa kwake, na juu ya kigoroli hiki ndipo ulipoanzia uti wa mgongo. Kuna kitu unakijua kinaitwa uti wa mgongo, ni ule mfupa mkubwa wa mgongoni. Allah kautengeneza kuanzia hapa kwenye hichi kifupa, hichi kijigoroli kinaitwa ajbu dhanab, ndio ukanyenyuka uti wa mgongo. Uti wa mgongo Mungu akaupamba na jambo linaitwa adhlaun, mbavu. Ule uti wa mgongo si ndio zimejengwa mbavu? Kutoka kwenye uti wa mgongo zimekaa mbavu hivi, au sio? Zimeundwa kwenye uti wa mgongo. Sasa hichi kigoroli ambapo ndio unaanzia uti wa mgongo uliobeba mbavu, hichi kidude ndio kilichomsaidia mtu akaweza kuinama, akaweza kujipinda, akaweza kwenda hivi. Ni hicho kijigoroli, si mnanielewa? Kinaitwaje? Ajbu dhanab. Hicho Mola kakitia maji kama grease hivi, sio? Ndio unaweza kugeuka na kujipinda unavyotaka. Hicho hakiozi mpaka Kiyama. Hicho kinabaki. Wa minhu turakabu a'dha'ul insan, kutoka kwenye hicho kijimfupa ndio binadamu ataanza kuundwa tena siku ya Kiyama, afufuliwe. Utaanziwa kutengenezewa kwenye hicho kidude, sio? Mnanielewa? Sasa makafiri wakasema, aidha kunna idhama, tutakapokuwa mifupa, warufata, na vumbi tumechakaa makaburini, a inna lamabu'uthun, hivyo kweli si tutafufuliwa tena, khalqan jadida, kuwa kiumbe kipya? Umeshakuwa mifupa, umekwisha, huna tena nyama na mifupa imeoza, imekwisha. Sasa siku ya Kiyama nitafufuliwa mimi kuwa mtu mpya? Makafiri ndio wameuliza hivi. Sikia majibu ya Mungu alivyoamua kuwajibu. Amewaambia kunu hijara, kuweni mawe. Wacha mbali kuwa mtu mwenye nyama sio nani, sio? Kunu hijaratan, kuweni mawe, au hadida, au kuweni chuma, au khalqan, au kuweni kiumbe chochote, mimma yakburu fi sudurikum, kuweni kiumbe chochote ambacho kinafanywa kikubwa kwenye nyoyo zenu. Wacha kuwa mwanadamu adi, anta insanun adi, wewe ni mtu wa kawaida. Tahmilu dama wa azma wa maa, wewe ni mtu kwenye umbo lako umebeba mifupa, umebeba nyama, umebeba maji, umebeba damu, au sio? Ni mtu wa kawaida. Sasa Mola anasema, huu mshangao wenu nikiwa mifupa, nikiwa nimebakia mavumbi tu, nitakuwa mtu mpya baadaye? Mungu anasema sio mtu, kuwa jiwe. Kunu hijara, kuweni mawe, au hadida, au kuweni chuma, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, au kuweni kiumbe chochote ambacho ni kikubwa kwenye nyoyo zenu. Najua kwa ukubwa huo kitashindikana, kuweni hicho. Fasayakuluna, watasema man yuiduna. Tukiwa hivyo sasa, nani ataturejesha kuwa binadamu wapya?
Man yuiduna, nani ataturejesha kuwa viumbe wapya? Qul, Muhammad waambie, alladhi fatarakum awwala marra, atakurejesheni upya yule alokuumbeni mara ya kwanza. Yeye atafanya kazi ya kuwarejesha upya. Ndugu wasomaji, nawaulizeni swali. Kuunda kitu upya hakipo kabisa mpaka kikawepo. Ni tuseme mfano wa gari, sio? Kulitengeneza gari, kitengenezwe chuma, mabati, mabampa, matairi, au sio? Halikuwepo gari, pakatengenezwa vipuri mpaka likaundwa gari jipya hili hapa. Haya, na kulikarabati gari limeshaharibika, sasa unalikarabati ili liwe kama zamani. Kazi gani ngumu? Kuliunda mwanzo halipo, au kulitengeneza likiharibika? Kazi ipi ngumu? Mmeelewa? Nyinyi mmeelewa. Mngejibu vingine ningewaambia nendeni gereji. Ilikuwa ni watume mwende wapi? Gereji. Gereji sikuna mafundi? Kule gereji sikuna mafundi? Wanatengeneza nini wale mafundi? Sasa waliunda wao. Hebu mfuate mtu wa gereji leo hapa Buguruni, umwambie sikiliza bwana, niundie gari jipya. Sio ukarabati lililoletwa, tengeneza wewe jipya lako, lilikuwa halipo. Yule fundi wa hapa Rozana anamudu kufanya hivyo? Maana wale mafundi wa gereji wangekuwa wanaweza kuunda wao gari jipya akaliunda likawepo, kazi gereji wengeacha, maana kila mtu angekuwa na gari zake. Sijui kama mnanielewa. Fundi gereji anayeweza kuunda gari zake mwenyewe atakwenda kutumwa pale gereji, anashinda na maoveroli mchafu, atafuta nini? Huyo fundi kwanza angeunda mabasi kama 2000 hivi, akayagawia ruti. 500 yatakwenda Arusha, 20 ni Tanga, na 15 ni Mtwara, na mengine Newala mpaka kule Kiuta, halafu mengine yatakwenda Chunya pamoja na Mbeya, na kule Kagera yanaenda mengine, bali mengine mpaka nje ya nchi, mengine ende Kigoma, halafu na kule Rukwa na kata, au sivyo? Na ukiwa na magari kama hayo umeunda, umaskini bado upo, umekwisha? Mbona mafundi gereji hawaundi gari zao, wanatengeneza zile zilizokuja za watu? Ni kuashiria kitu gani? Kukiunda kipya kitu na hakipo ndio kazi ngumu zaidi kuliko ikarabati, au sio? Sasa hilo gumu alilifanya Mwenyezi Mungu. Alimuumba mtu wakati hakuna chochote, hayupo kabisa, na Mola akamtengeneza, ndio ukawa wewe. Sasa ukisha kufa si anarudisha tu, au sio? Ni kama gari linakarabatiwa tu. Mola hawezi kushindwa hili dogo wakati alimudu kubwa lile la kwanza. Sio, mnanielewa hivyo? Alladhi fatarakum awwala marra, atakurejesheni yule Mungu aliyekuumbeni mara ya kwanza, na atakurejesheni kwa namna ya ajabu sana. Ndugu Muislamu, hapa kuna kitu niseme. Mola amesema kwenye Qur'ani, bala qadirina ala an nusawia banana. Wacha mbali kumfukua tu mtu akawa yupo kasimama, tutalinganisha mpaka ncha za vidole vile vile zilivyokuwa, vidole vile vilivyokuwa kabla hajafa, tutarejesha vile vile, hakuna patakapokosewa, utatoka ulivyo. Katika suratul Anbiya anasema ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwa latakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Kisha kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kalamu rabbina anasema kama tulivyomuanza kiumbe mara ya kwanza, nu'iduhu, tutamrejesha vile vile. Jamani, watu wote waliokatakata madude kwenye miili yao siku ya Kiyama watafufuliwa nayo. Madude gani sasa haya? Madude gani tulikata? Acha kufikiria ujinga. Madude gani tulikata? Sisi watu mara chungu nzima tunakata kucha, au sio?
Na hapa kuna siri kubwa. Unakata kucha, baada ya wiki unakuta zimeshakuwa zingine kubwa, au sio? Na hata ukichunga ukasema nakaa hivi macho nivizie nione vile kucha inavyosogea, vile inavyokuwa hata kidogo nipate kushuhudia, hutoshuhudia mpaka kiyama. Utaona kucha zimekuwa zilerefukaje wala huoni, au sivyo? Nani kati yenu hapa kawahi kuona kucha zake hiyo inarefuka? Nani? Na nywele, si tunanyoa nywele, na wengine wananyoa vipara, na hapa naviona baadhi ya vipara watu wamenyoa vipara, na waona hichi kipara hakitodumu. Mpe mwenye kipara wiki mbili, wiki moja, au sio? Utaona kichwa kishaja nywele. Hebu mkodi mtu au kaa kwenye kioo na kipara chako useme nataka nivizie nizione nywele hizo zinatoka sasa, hizo zinakuwa. Utafaulu? Kazi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi nikupe habari, nywele zote ulizowahi kuzinyoa katika uhai wako, siku kifufuliwa zitakuwa zisharudishwa. Atafufuliwa mtu ana manywele yanaburuza mpaka mguuni, nywele zote zimerudi. Makucha uliyokata Mola atayarudisha yote. Ndo maana ulama wametushauri sisi usikate makucha wala nywele ukiwa na janaba. Janaba mnalijua? La taklimu al-adhafir wala takussu sha'r illa min ba'di taharatin kamila. Ukitaka kwenda saluni Muislamu, hebu jitoharishe kwanza, ili nywele zako zitoke ukiwa vipi? Ukiwa tahara. Unataka ukate makucha, jitoharishe kwanza, ukate kucha zako uzihifadhi. Usikate ukiwa na majanaba. Kwa nini? Kama badana awwala khalqin nu'iduhu, makucha yote yatarudi siku ya kiyama. Sasa yatakuwa ni pamoja na makucha ambayo uliyakata una janaba, unasimama mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmenielewa nyi watu? Haya, nimetaja nywele, nimetaja na makucha, nataja jambo la tatu la mwisho litakalorudi. Atalirejesha Mwenyezi Mungu. Utarudishwa mwiko ulivyokuwa. Nitatoa lugha nyingine. Litarudishwa jembe lilivyokuwa. Jembe kazi yake sikulima. Na kila mtu analo jembe, mwanamume anakuwa nalo jembe analima. Qala Allahu Ta'ala nisaukum harthun lakum. Mola kasema wake zenu ni mashamba yenu. Wake zenu ni nini? Hasa shambani mtu anakwenda bila jembe? Madhali una mke ujue una shamba, na hilo shamba linahitaji kulimwa. Sasa unalimaje bila jembe? Hivi mpaka mdau hamjanielewa? Maana tuwe tunaelewana, msinisukume niingie ndani zaidi. Haya, lile jembe alilokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wale wa shairi wa Arabu wana maneno ya kihuni sometimes. Wanasema hivi, mnaojua lugha ya Kiarabu mnisikilize vizuri, ambao hamjui nitawarudia baadaye. Waarabu wanasema lidhakari lirajuli ra'sani, lirajuli ra'sani, ra'sul a'la wa ra'sul asfali, idha ishtadda alghadabu fi ra'sil asfali dha'a al'aqlu fi ra'sil a'la. Sifasiri. Mwanamume ana majembe mawili. Ana majembe haya. Jembe moja liko juu na jembe jingine liko chini. Majembe yake hayo. Jembe lililoko chini likizidisha hasira, zinapotea akili zote kwenye jembe lililoko juu. Sifasiri, sio tafsiri, lakini na hakika tunaelewana, sio? Sasa jembe alokupa Mungu huwa lina kofia, limevalishwa kofia, na ile kofia ya jembe alokupa Mungu ikifika siku ya 7 ni sunna kuivua hiyo kofia kwa kitendo kinachoitwa khitani. Sio, mnanielewa? Kidogo tunaenda vizuri hapa, au sio? Mimi natafuta lugha za kuongea ambazo hatuoni aibu kutizamana. Kuna lugha nikizileta sasa hivi hapa, kutizamana kunakuwa kugumu kidogo. Kutizamana kunakuwa kugumu kidogo.
Sasa lile jembe Mungu kalivisha kofia, maana jembe uliopewa na Mungu lina kichwa lile jembe na lina pakushika, si ndio? Jembe linakuwa ni kipande cha chuma, si kuna na mpini. Mtanielewa tu, mtanielewa vizuri. Sasa lile jembe Mola alivisha kofia upande wa kichwa cha lile jembe, yani kwenye kile kipande cha chuma kile Mungu alivisha kofia. Ile kofia, maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad yanataka kofia hiyo ivuliwe siku ya 7. Mtoto akizaliwa, mtoto wa Kiislamu anatakiwa afanyiwe mambo matano siku ya 7. Mwanao mfanyie mambo haya siku ya 7. Yote haya ni sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku ya 7, jambo la kwanza, siku ya 7 umnyoe nywele alozaliwa nazo. Umnyoe nywele ambazo kazaliwa nazo. Mtoto katoka tumboni kwa mama yake anazo nywele, au sio? Nywele hizo ni sunna kuzinyoa siku ya ngapi? Ya 7. Jambo la pili, hizo nywele zikinyolewa zinatakiwa zikapimwe uzito wa hizo nywele. Huyu mzazi authaminishe na uzito wa fedha au dhahabu, halafu thamani hiyo aende akatoe sadaka. Ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi najua watu wengi hamjafanya, lakini msiumie, nisikilizeni tu. Nywele za mtoto hata zikiwa nyingi vipi hazifiki gramu 5. Gramu 5 hazifiki, ni gramu 1, 2 basi, au sio? Ukipima zile nywele zikafika gramu 2, hizi gramu 2 upime na dhahabu, gramu hizi gramu 2, hasa uwe unajua gramu 1 ya dhahabu inauzwa kiasi gani. Dhahabu zinatofautiana, ujue kuna dhahabu unanunua Buguruni, hiyo mbali hiyo. Kuna dhahabu ya Tandika, hiyo nayo mbali hiyo. Kuna na dhahabu ya Kariakoo, nayo tofauti hiyo. Kuna dhahabu ya Kitumbini, nayo mbali hiyo. Kuna dhahabu inauzwa Posta. Kuna dhahabu ya Mlimani City. Usidhani dhahabu sawa hizo. Ile ya Tandika waweza ukauziwa dhahabu umeuziwa, lakini sasa bati ni 98%, alafu dhahabu 1% tu imetiwa bati. Mnanielewa ni watu? Nenda katafute dhahabu halisi, uulize bei, hii dhahabu halisi. Naam, na mimi nakushauri Kariakoo kuna baadhi ya maeneo, sio mengi. Usinunue dhahabu Kariakoo popote, utalia ukienda nyumbani. Kuna mtu kachovya mahala tu hivi bati hivi, utauziwa bati. Tafadhali, kuna sehemu mahususi Kariakoo. Halafu Kitumbini kuna sehemu kuna dhahabu. Halafu Mlimani City, mnakujua Mlimani City ni kule kama unaenda Mwenge kule baada ya chuo kikuu kwa mbele, kuna maduka ya dhahabu sawa, lakini gramu 1 inaanzia 190 mpaka 200 gramu hii. Sasa zile nywele za mwanao kama ni gramu 2 na gramu 1 ya dhahabu ni 200, jumla ni hizi 400. Chukua 400 kampe sadaka yatima, masikini, mpe sadaka hiyo imamu wa msikiti, ustadhi wa madrasa. Unatolea sadaka nywele za mwanao, ni sunna. Faida yake nini? Mwanao atakuwa na kichwa kinahifadhi sana masomo, zile nywele zishahudumiwa. Basi ukimsomesha kama ana tape recorder, ni kama umetega simu. Ukitega simu hapa mlivyoniwekea simu zenu, baadaye atatoka haya maneno msipaka uyafute mwenyewe. Unafanya hivyo, ni sunna. Siku ya ngapi? Ya 7. Nywele ananyolewa na nywele zake zinathaminiwa kwa dhahabu, natolewa sadaka. Mmenielewa? Jambo la 3, siku ya 5, jambo la 3 ni kumpa huyo mtoto jina zuri. Mtoto anapewa jina siku ya ngapi? Ya 7, apewe jina zuri. Na hii habari ya zuri izingatie. Mpe mtoto jina zuri. Tafadhalini hapa kwenye jina zuri hapa. Inna lil asma'i athara, majina yana athari. Anaweza kuathirika mtu kwa jina tu alopewa. Ukabuta mwanao hapendeki. Naam, akikuwa kila saa kutiwa makwenzi tu, anapigwa na kila mtu. Kwa sababu gani? Hapendeki. Umemwita mwenyewe hapendeki.
Mwingine kamuta mwanawe matatizo, wallahi alazim, mwanangu ata matatizo huyu. Mwingine anaitwa masumbuko, masumbuko. Bali mwingine kamuta mwanawe dunia, hii mwanangu atakuwa anaitwa dunia. Mwanangu huyo anaitwa pakacha, pakacha. Usifanye hivyo, mpe siku ya 7 mwanao jina zuri. Jambo la ngapi hilo? La 3, jina zuri. Jambo la 4 la kumfanyia mwanao siku ya 7 ni kuvua kofia ya jembe lake. Ndio limefika kule tukotoka nyuma huko, au sio? Sinaye kama mwanamume si ana jembe yule, ingawa jembe lenyewe bado haliwezi kulima vizuri, lakini kofia ivuliwe kofia ya jembe lake kwa tukio linaitwa khitanu. Unasikia mtoto ametiwa sunna yule, ni kulivua lile kofia la jembe. Hiyo lugha tunaelewana sote hapa. Jembe linatolewa kofia. Jambo la 5 la kufanya siku ya 7 linaitwa hakika. Semeni hakika, sio hakika, usiweke useme hakika. Ni kumchukua mnyama anaitwa mbuzi, unamchinjia mwanao. Kullu mauludin ala hakikatihi, kila mtoto amewekwa kwenye hakika yake, unamchinjia mbuzi. Akiwa ni mtoto wa kike, mbuzi ni huyu, mbuzi mmoja tu unachinja. Na hakika ni kule kuchinja tu mnyama, ala hakika tu hiya shatul madhbuha. Hakika ni yule mnyama mwenyewe, ndo anaitwa nani? Hakika. Ukichinja yule mnyama ndio hakika. Yale mengine ya ziada na yamewekwa mengi siku hizi, unasikia na kama maulidi kawekwe, maulidi ile sio hakika, sio hakika. Alafu wengine kwa wale wasiokuwa na imani, ile hakika ikimalizika wanaoita na wale watu wanaitwa vigodoro, sijui rusha roho, wanarusha roho. Wanasema kuna watu wanarusha roho za watu, lakini masikitiko ni kwamba roho zikisharushwa hazishushi, wanazibakisha huko huko juu. Roho wanapandisha jumla. Alhasil, afanywe mtoto kitu gani? Huyu mtoto uliyemfanyia haya, ambaye yameasisiwa na Mtume Muhammad, utafurahi na huyu mtoto, utafurahi sana. Kwenye masomo yuko vizuri, kwenye adabu yuko vizuri, unanielewa? Kila kikishika kitu kinakwenda. Wewe umekwenda na mwendo wa bwana mkubwa, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya 5 yanafanywa siku ya ngapi? Ya 7. Moja ni kuvua kofia ya jembe. Bado hujanielewa tu? Sasa hiyo kofia ya jembe ulioivua siku ya 7, siku ya Kiyama kofia imerudi, utafufuliwa nayo. Watafufuliwa watu, Mtume kasema uratun urlan, watafufuliwa watu wako uchi siku ya Kiyama. Hapa sote tutakuwa hatuna nguo, msisahau hivyo. Nguo si nguo yako ya mwisho ilikuwa sanda, au sio? Nyie watu, nguo ya mwisho kabisa wanavaa mwanadamu inaitwaje? Wengine kule dini zingine wao wanatia na suti. Watu wengine wanatia na suti, suti ya thamani kabisa, na pete na saa ya dhahabu, au sio? Sheria ya Kiislamu inasema mtu akivizikwa na kitu cha thamani inabidi afukuliwe, kitolewe kile kitu, watumie walio hai. Alhayu aula min almayit, aliye hai ndio bora zaidi kuliko alokufa. Mnanifahamu? Aliye hai yeye ndio bado ana shughuli ya kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala. Huyo alokufa inkata amaluhu, shughuli zimekwisha. Na hawa wanawavisha dhahabu wakawazika, wanafunika na marumaru na nini na nondo, lakini na kuhakikishia wale vijana wanaojua kuishi, kuna vijana wanafahamu kuishi, wakigundua humu ndani kaburi hii kuna dhahabu, kaburi ndio muda gani? Kaburi litaachwa kwa muda gani na wale vijana? Yani umezikwa una saa ya dhahabu, na vijana wajuao kuishi wamepata habari kuna saa ya dhahabu humu, hii kaburi inabakishwa. Watakufukua, watachukua na dhahabu, alafu wataenda kukutupa mto Msimbazi. Utajua utakakoelekea tena, kama utavishwa dhahabu nyingine au hapana, lakini utapelekwa huko mto Msimbazi. Kama badana awwala khalqin nu'iduhu, kama tulivyoanza kuumba mara ya kwanza tutarejesha. Miongoni mwa vitakavyorejeshwa ni pamoja na kofia.
Kofia gani? Kofia ya jembe. Jembe gani? Sifasiri. Mwenyezi Mungu mpenzi sana, kwa fadhili zake ametugawia jembe la kulimia, na kama yalivyo majembe ya kidunia, majembe hupishana ukubwa, sio? Majembe duniani hayako sawa. Kuna mtu ana jembe kubwa sana, maana yeye ni mrefu, anabidi jembe analo kubwa analima, ambalo we mtu mfupi ukishika utashindwa kulitumia, au sio? Mwingine mfupi jembe kama hunielewi basi ikutoshe hapo, ni jembe. Alladhi fatarakum awwala marra, atakurejesheni yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Fasayunghidhuna ilaika ruusahum, wataviinamisha kwako vichwa vyao, wakiambiwa nyinyi mtarejeshwa na yule alokuumbeni mara ya kwanza. Sayanghidhuna ilaika ruusahum, watainamisha mbele yako vichwa vyao. Takabburan wa inada, hawainamishi vichwa kwa kuwa wametii, kwa sababu ya kibri. Ni kama kumwambia mtu, sikiliza bwana, mimi baada ya Ramadhani na mpango, mimi nataka kuuhamisha mlima Kilimanjaro ni uhamishie Mbagala. Alafu mtu akafanya hivi. Unaonaje huyo? Amekukubalia uliposema? Al-ishara tufidu al-maana wal-labibu takfihi al-ishara. Baada mimi Mungu kashanipa afya na mazoezi, kwa hiyo kuanzia baada ya Ramadhani nataka niwe nabeba treni. Naibeba treni kabisa, naibeba na tembea na kwenda nayo mpaka Vikindu huko. Unayemwambia hayo wanafanya. Umemwelewa huyo mtu? Amekuunga mkono amekusapoti kwa unaweza, au sio? Anakuona kituko, anakuona mtu wa miujiza, sasa unafanya visa ambavyo huviwezi, au sio? Wanainamisha vichwa mbele yako, takaburan wa inada, kwa kibri na upinzani. Wayakuluna mata huwa. Haya, tumesikia bwana, umetuambia tutarejeshwa tena kama tulivyoumbwa mara ya kwanza. Atakaye turejesha ni yule alotuumba hiyo mara ya kwanza. Sasa hicho kitendo mata huwa, lini yatafanyika? Lini hayo mambo? Unauliza utafufuliwa lini? Hata kufa ujafa kweli? Ungeuliza kwanza utakufa lini, au sio? Mambo ya kurejeshwa kama ulivyokuwa duniani yatatanguliwa na kitendo kwanza cha kufa. Ufe kwanza, uzikwe, baadaye ndio waje hayo maswali. Mata huwa. Mnanielewa hivyo? Ni kama nyinyi wote mlokaa hapa, wote pamoja na mimi, wote kabisa, sisi ndugu Waislamu, kati ya pepo na moto tunataka nini sisi? Mimi siwasikii, wengine mnataka moto hapa, sio? Pepo na moto tunahitaji nini sisi? Na hiyo pepo tunaihitaji lini? Ukiambiwa hivi, ukiridhia kufa sasa hivi, hapana baadaye, muda huu, yaani ukifa sasa hivi muda huu, moja kwa moja peponi muda huu. Na kama unataka uendelee kuishi, wewe ishi tu, siku ukifa motoni. Unachagua nini? Tuelewane kidogo hapa. Maana mmoja nilimuuliza hili swali, na mtu mwenyewe mbunge. Nilimuuliza mbunge mmoja, mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikamwambia, sikiliza mheshimiwa, wanaitwa waheshimiwa wale, au sio? Sasa wewe mheshimiwa mbunge, ukithibitishiwa hivi sasa hivi ukifa muda huu,
umeanguka chini mara moja, umekufa. Sasa hivi abwabul jannati maftuha, pepo milango yote imefunguliwa, ukaingia unaoutaka sasa hivi. Lakini in abaita illa alhaya, ikiwa utakataa ila uendelee kuishi, utaachwa uendelee kuishi. Lakini ujue siku ukifa moja kwa moja motoni. Mheshimiwa, unachagua nini? Akanambia, mimi nachagua pepo, nachagua na kuendelea kuishi. Anatamaa, anataka yote mawili, anataka pepo na kuendelea kuishi. Yule mbunge nikamwambia, kuendelea kuishi motoni, ukiendelea kuishi ukifa motoni. Akanambia, Sheikh, lakini Mungu si ghafuru rahim? Mungu ghafuru rahim, kwa hiyo aniachie niendelee kuishi, siku nikifa yeye ni ghafuru rahim, tanisamehe huko. Anataka kufa huyu mtu kweli? Hataki. Lakini tunataka pepo na kufa hatutaki. Tutaingiaje sasa? Tunataka pepo lakini kufa, tutaingiaje peponi? Ndugu zangu Waislamu, peponi kuingia si mpaka ufe kwanza? Ufe kwanza uingie peponi. Asa kufa utake, peponi vipi? Babu ameniambia kwa sababu hatuna hakika na tunayoyatenda. Hiyo ni moja ya kauli nzuri ya mzee aliyosema, hatutaki kufa kwa sababu hatuna hakika ya matendo yetu. Mimi nampa neno la pili, hili lichukueni, hatuna hakika na matendo yetu. Sababu mmoja aliulizwa, Harun Rashidi ameulizwa, Khalifa Harun Rashidi ameulizwa hivi, malakum takrahuna al-akhirah wa tuhibbuna ad-dunya, kwa nini nyinyi mnachukia akhera mnaipenda dunia? Faqala liannana banayna ad-dunya wa kharabna al-akhirah fala nuridu an nantakila ila al-kharabi wa nada bunyanana. Sisi tumejenga akhera, dunia tumebomoa akhera. Akhera tumeibomoa, lakini tumejenga wapi? Tunachukia sisi kuondoka hapa tulipojenga tukahamia mahali hatuna nyumba. Akhera huna hata kiwanja mpaka leo, hujajenga kitu, lakini dunia umejenga kila aina ya majengo. Akili inasemaje? Uhame ulipojenga, uhamie kusikojulikana, akili inasema vipi? Ndio maana hutaki kufa. Hataki kufa. Mambo yale ya kwamba hatujafanya amali za kutosha, mimi nakuhakikishia hata ambaye kafanya kufa hataki kufa. Kufa bana, habari nyingine babu, kufa habari nyingine. Mwenyezi Mungu atuhurumie na tufe vizuri. Mata huwa, aya, uko kufufuliwa kutakuwa lini? Kul, waambie, asa an yakuna kariba, kwa hakika kumeshakuwa karibu.